Jina langu naitwa Ali Suleiman Abedi, afisa mdhamini Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Pemba. Tupo Micheweni, eneo la Maziwa Ng'ombe, kwenye tukio hili la ukamataji wa mchele huu ambao unasadikiwa hauko salama kwa matumizi ya binadamu. Tupo pamoja na serikali ya wilaya ya Micheweni. Tunaye Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na viongozi wake ambao wamefuatana nao wilaya, lakini pia tumefuatana na uongozi wa wakala wa vyakula na vipodozi kwa maana ZFDA. Tuko hapa pamoja kushirikiana kuja kuangalia huu mchele ambao unasadikiwa hauko vizuri, na tumefika katika eneo hili tangu asubuhi mapema, na kweli hali ambayo inaonekana huu mchele si hali nzuri, hauridhishi, kwa sababu una mavumbi mengi, lakini pia una wadudu wengi, lakini hata vile una harufu, na baadhi ya mchele na takriban ni wote umeshabadilika rangi. Lakini hata pia katika mazingira haya ambayo tumekuja tumeona mchele ambao umehifadhiwa si mazingira salama, ni mazingira ambayo ni nyumba ya mtu binafsi, sio ghala rasmi ambalo linakubalika kwa ajili ya kuhifadhia chakula, kwa sababu kiutaratibu maghala yana utaratibu wake, yanatakuwa yawe na sehemu ya kutolea hewa na mambo mengine. Lakini ghala hili limezibwa lote, ni ghala ambalo ni nyumba ya mtu kiufupi. Salama kwa kuhifadhia chakula, kwa maana hata kama chakula hichi inaonekana muda wake wa kuexpire haujafika, lakini kwa sababu ya mazingira haya, kwa sababu ya mazingira ya uhifadhi wa chakula hichi kinakuwa hakiko salama, kwa maana kinaharibika. Kwa hivyo wito wetu kwa jamii tuepuke kuhifadhi vyakula katika mazingira ambayo hayastahiki, na wafanya biashara lazima wafuate miiko ya kufanya biashara. Kuna utaratibu wake, na ukienda kinyume na utaratibu wa kufanya biashara, maana yake unakuwa kwenye makosa. Kwa maana hiyo, hatua ambayo tunaichukua hapa leo kwanza ni kuhamisha mchele huu katika eneo hili, na tutaupeleka katika maghala ya ZSTC ambayo yapo Kizimbani Wete. Lakini pia hatua nyingine za kuchunguza mchele huu kwa maana ya kuhakiki kwamba unafaa kwa matumizi ya binadamu au haufai. Kwa hivyo hizo ni hatua ambazo wenzetu wa ZFDA watazifanyia kazi, na tutatoa maelekezo baada ya kupatikana majibu ya mchele huu baada ya uchunguzi. Kwa hivyo tunaiomba jamii yetu itoe mashirikiano, kwa sababu bila ya mashirikiano watu wa namna kama hii wanaweza wakafanya matukio mengine mengi kabisa. Na kama mchele huu utakuwa una athari kwa afya ya wanadamu, maana yake unaweza ukaathiri watu wengi, kwa sababu ni tani nyingi, sio tani kidogo, hazipungui tani 10 na zaidi. Kwa hivyo ni mchele mwingi. Kwa hivyo tunaiomba jamii tupate mashirikiano, jamii zetu zitoe mashirikiano.